Kwa upande wa Rishi mambo yanazidi kuharibika kwa sababu tunaona Rishi amegundua kwamba anampenda Anmol, kwa hiyo imempelekea mawazo mpaka kupelekea Rishi kwenda kuanza kuwa mlevi. Leo amelewa sana, lakini kwa upande wa Sonakshi yeye alikuwa hajui chochote, amelala zake ndani wala hajali kama mume wake ametoka au hajatoka. Lakini tunaona Rishi akiwa anarudi alikuwa anajutia sana kwa kile kitendo ambacho kilikuwa kimetokea. Kwa alikuwa analia sana kusema kwamba Anmol, naomba usiniache, na nimegundua kwamba nimekosea, lakini naomba unisamehe kila ambacho nilikuwa nimekifanya. Jambo hilo alimetokea kwa design hiyo, lakini haikutosha hapo. Baada ya Rishi kufika nyumbani, aliamua kwenda kujitupa katika lile shimo, kisima kile chenye maji mengi. Lakini kabla ya kufanya hivyo, tunaona Anmol alimpigia simu Rishi video call, na baada ya kupiga hivyo basi moja kwa moja aligundua ya kwamba Rishi yuko katika shimo lile na akatoka kuja kumuokoa. Alifanikiwa kumuokoa kwa sababu Rishi ambacho kilikuwa kinamtesa ni kwamba huyu kaka yake Sonakshi aliomba urafiki na Anmol, na baada ya kuomba urafiki alikuwa anamjali kupitiliza. Kwa tunaona baada ya hapo Tatawal pamoja na Prasal walikuja wakamuokoa, wakamrudisha ndani. Lakini baada ya kufika ndani tunaona walimgombeza sana Sonakshi, amelala vipi, hajui mume wake yuko wapi. Lakini tunaona Sonakshi kama vile kawaida yake ni mtu wa kuropoka, anawaambia kwamba nyinyi ndo wazazi, na anaanza kuniuliza mimi, nyinyi ndo mtatakao kumlea mtoto wenu na mjue kama ni mlevi au sio mlevi. Jambo lile liwaumiza wote mpaka Prasal akaongea, lakini haikutosha. Sonakshi aliwaambia mimi nimekwisha kuongea. Sasa tunaona leo Nilam anamfuata mama yake na kumwambia anataka awe anafanya kazi zote ambazo anafanya Anmol ili Anmol ajisomee kwa ajili ya mtihani. Na tunaona kweli baada Tatawal kuambiwa hivyo alikubali. Sasa hatujui ni kwa wema au ni kwa ubaya au kuna kitu kingine ambacho alikuwa amekipanga, hilo tulikuwa hatufahamu. Na kwa upande wa huyu Ankush kaka yake Sonakshi, yeye bado hajachoka kumjali Anmol. Yaani leo Anmol paka analetewa chakula chumbani kwake na mwanaume huyu, lakini wakati anapelekewa hivyo Rishi alikuwa amesimama kando anachungulia. Maana ndio imekuwa tabia yake, kila anapoona tu Anmol anaingia chumbani basi anaenda kukaa na kusikiliza mazungumzo gani yanayozungumzwa. Jambo lile limuumiza, lakini sasa ndio hivyo, amekwisha kuchanganya mwenyewe madesa. Leo tunaona ni siku ya Valentine Day, na baada ya siku hii Rishi alikuwa amejiandaa kumpa ua Anmol, lakini pia huyu Ankush alikuwa ameandaa surprise moja, ameweka alama ya love, lakini pia ameandika I love you Anmol. Na baada ya kuandika hivyo ameweka maua mengi. Kwa Anmol baada ya kufika alifurahishwa sana na kitu kile, na baada ya kuona hivyo alihisi ni Rishi ndo amemwandikia. Kwa akaanza kujikuta anafurahia, na huyu Ankush akaja akamziba macho. Baada ya kumziba macho tunaona Anmol aliongea maneno mengi sana ya kimahaba, akiwa anahisi ambaye anaongea naye ni Rishi, lakini ilikuwa ni tofauti. Baada ya kuja kugeuka anakuta ni mtu mwingine, halafu muda huo amekwisha kumwambia anampenda, na Ankush akamjibu na kupenda pia. Kwa hiyo na changamoto ilikuwa kubwa, maana familia nzima ilikuwa imekaa inaangalia tukio lile likiwa linaendelea. Rishi pamoja na kwamba alikuwa amekuja kwa furaha kwa ajili ya kumpelekea ua Anmol, mwisho wa siku alijikuta anapata huzuni zaidi kwa sababu Rishi anampenda sana Anmol. Tamthilia yetu kwa siku ya leo inaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.